Usipofanya hiki mimi sita. Alafu nikakuta mtu anakuja mbio anasema nimetokewa na Mungu amesema nikufanyie. Vingi vile ni dili za kutunga tu. Mungu ni watu hawa. Waliwahi kuona nini kwenye maisha yako? Waliwahi kuona umefanya nini kwenye maisha ya watu? Azibae masikio, asisikie kilio cha mhitaji, naye kuna wakati atalia asisikiwe. Na mtu mmoja Bagonza, mtu fulani mwenye akili kubwa sana, mezungumza jambo la kushana kuonewa. Cha mtu yoyote unaweza kaonewa. Ukiwa popote, ukiwa kwenye hatua yoyote, yani mtu unaweza kaonewa. Kwa hiyo usipohangaika na wanaoonewa, saa utakayoonewa, watu hawatahangaika na wewe. Mimi ni mtu wa Mungu. Natumia nafasi hii kuwaonya kwa mfano watu wa CCM. Nasema watu wa Mungu, fungueni tu masikio. Wafungue tu masikio. Wafungue tu masikio wa viumbe, wafungue tu masikio, wajione ni binadamu. Kwa sababu nimeona tukio lolote linalowapata, sehemu kubwa ya watu wanashangilia. Tukio lolote baya. Jana sijuzi nimeona mtu mmoja wa si mwenezi wa CCM, si wilaya, si mkoa hapa Mbeya, kachomewa gari. Ukishuka kusoma comment pale chini, unaona comment zote zina fly. Yaani uikuti pole kirahisi. Unajikuta sasa, mimi ninachosema ni kwamba wasijitengenezee hali ambayo karibu kila mtu atangojea baya juu yao. Kwa sababu ni viumbe ambao mtu anapolia akionewa pengine na mamlaka, anasema husikii, amfuati taratibu, amfuati sheria, shamfuati. Watu wanajaribu. Sasa kama kuna sheria, si zito haya tunaolalamika ni ya kweli. Kama ni ya kweli, kwa nini mnaojua sheria mungetatua yaishe? Sasa vikwazo, ugumu bado uko pale pale. Mtu akijitokeza akalia, akalalamika, akafafanua, mamlaka zikiinuka zikamuumiza, sehemu kubwa uoni watu wa CCM wakilalamika, wakipiga kelele, wakisema mamlaka mwacheni huyo mmemuonea, zinakaa kimya. Sasa zikikaa kimya, na wahakikishia na watangazia wafahamu, tena wapelekeni tu waka ujumbe, wapelekeni tu. Kwa namna ambavyo karibu kila anayeumizwa na mamlaka, watu wa CCM si wasemaji wa watu hao, au mtu anayeumizwa na mtu aliye na kauwezo. Sasa hivi hukumizwa. CCM si sehemu ya kupiga kelele kwamba hili hapana, ubaya huu hapana, maonezi haya hapana. Walichokifanya, wametengeneza mazingira ni kama jamii yote ya binadamu inasubiri wapatwe na baya. Kwa sababu sajua kama wanapitia, utokee msiba wa mtu anayeonekana kada wa CCM, unaona tu ni kama kuna comment watu wana comment pale, na nyie mnakufaga, kumbe na nyie mnaliaga, kumbe na nyie pana waumaga, kumbe basi huyu kachomewa gari. Unaona comment nyingi, sio zilizofuata baadaye, comment nyingi. Sasa ule show binadamu, dunia, nchi, jamii isiwe hii. Jamii isiwe hii. Ndio maana wakati mwingine akina sisi kwa neno la Mungu tunaambia njoni tuojiane. Msiite machawa, msiite wahubiri chawa ambao watakapofika wanaanza kuwaombea kwamba Mungu awalinde mnapoenda kuharibu, mnapoenda kuumiza watu. Iteni watu watakao waonya, watakao sema acheni ubaya huu, acheni dhambi hili, kwa sababu mwisho wa ubaya ni aibu, mwisho wa ubaya ni huzuni, mwisho wa ubaya ni uchungu, mwisho wa ubaya ni faraka kwenye jamii.
haikwepeki. Yani hauwezi ukaongeza ubaya mara 5 mara 10 zaidi ili ufiche mabaya ya nyuma. Haiwezekani. Mwisho wa ubaya ni faraka kwenye jamii. Mwisho wa ubaya yani wewe ujue tu jamii itakayokuwepo itakuwa ikingojea mabaya tu. Huku mbele tunakokwenda, mimi nawatangazia baadhi ya wanaoitwa wana nafasi za juu kwamba ni msiba wao, watashangaa watahudhuria tu watu wachache wa juu. Akitaonekana kilio mbarabarani. Na mimi niwe naendelea kuwakumbusha Magufuli, na akumbusha, ninataka jina la Magufuli inaweza ikawa inashtua sana, lakini Magufuli hakuhonga watu walie. Nadhani wakati anaishi walikuwa nasema alikuwa anahonga, wapo waliokuwa nasema alikuwa anahonga waimbaji, anahonga watu wamsifie. Nina hakika alipokufa nafsi ya yeyote inamshuhudia ya kwamba Magufuli hakuhonga watu walie wawe nazimia viwanjani, wawe wanazimia mabarabarani. Hakuhonga watu. Ni heshima kubwa sana ukiishi na watu wanaopenda uendelee kuishi. Ni ubinadamu wa maana sana ukiishi kwenye mazingira ambayo watu wanapenda uendelee kuishi. Ukiona watu umekufa wanalia, watu wa kawaida walikuwa wanapenda uendelee kuishi. Lakini ukiona umekufa, basi watu eiza hawacomment chochote, au wakicomment wanasema Mungu ameamua. Mungu kaamua ugomvi. Mungu yani hiyo sio aina ya maisha. Ni kweli huwezi kupendwa na watu wote, lakini vema ujue ya kwamba siku wengine wanalia, unahitaji kuonyesha hili ni baya. Tokea peupe. Baba zetu hawakulilia ndani mwenzao alipopata tatizo. Alitoka macho makavu, kama analia anatafuta msaada, anasema nimeonewa. Piga kelele na wewe, sema huyu mtu anatafuta msaada, ameonewa, asaidiwe, mtoeni hapa. Huo ndio binadamu. Ninajua kwa sehemu kubwa nikiongea hivi ni watu wa kusema wewe mbarikiwa, wewe unatusema. Mimi nipo kwa ajili ya kusema mambo ambayo kesho na kesho kutwa na kusaidia mwenyewe. Wanyakyusa anasema ngukutura lili yako na kusaidia mwenyewe. Mwisho wa siku Kigali kimechoma, unaona tu comments zote, na bado kwa hivi vitu usije ukao unaviona, unajua vinapita tu kesho au kesho kutwa. Usije ukao unadhani pengine utatumia hizi mamlaka zitalinda mali na maisha ya watu wa CCM tu. Zitachoka. Kwa nini mtu wakati fulani anapolia wote tusisimamishe shughuli? Kwa nini ubinadamu wetu usiwe na thamani kuliko vyama vyetu? Mtu anapolia, lia pamoja naye na wanachama wenzako wakuone unalia, hujapenda. Hilo sio sawa. Tumia lugha, watu waogope kufanya tukio la aina hiyo kwa wakati ujao. Huo ndio ubinadamu unaopita uvyama. Na watangazia watu wa CCM, angalia yeyote uliyeko CCM. Mimi nimeanza zamani kuwaonya, angalia yeyote uliyeko CCM, angalia yeyote. Hawa juujuu hawa wanaweza wakapata tatizo, wakaenda wenzao na miwani myeusi na suti nyeusi, pakaonekana pana watu kwenye kauwanja ambao kwa sehemu kubwa hata wanaokuwa ndani ya chama husika hata kulia hawali, kwa sababu usema tumekuja tu kwa sababu ya wewe, lakini ulikuwa na roho mbaya sana. Kwa nakuta hawali, hizo wanapangusia tu kwenye miwani. Hicho sio kilio. Kilio mtu anatakiwa alie, atoe miwani aiweke mfukoni, kwa sababu anajua shughuli itakayokuwepo sio ya kitoto. Aweke miwani mfukoni, ama sivyo akisahau ipasuke miwani. Hicho ndio kilio. Lakini hawa wanaokuja na miwani tu na suti nyeusi, anakuja msafi, anaondoka msafi. Hawaenzi ubinadamu wako.
Lakini sehemu kubwa ya nyie wa chini chini, nyie mnaitwa wa CCM, na hakikisha na mahala utakuja kuona tu ni kijani mliopo, na kijani baadhi, na nyie hamtapendana kwa sababu baadhi ya vitu unavyomfanyia mtu, unajua sisi ni wamoja. Ukimfanyia ambaye umembrandi kuwa ni wa Chadema, kwa mfano wakina sisi kila tukipinga wanatuita ni wa Chadema. Ukimfanyia kama mimi nimeimba miaka, nyimbo zangu zimo kwenye nyumba ya watu mbalimbali, wa CCM na wasio wa CCM. Mahubiri yangu yamo kwenye nyumba za watu mbalimbali. Wapo watu walipona magonjwa, walifarijiwa wakati mgumu kwa sababu ya nyimbo zangu na mahubiri yangu. Mimi tu unaponiumiza, jua pana watu wa ndani ya chama chako humo hawakuelewi juu ya unalolifanya. Kwa hiyo kuna mahala hata unafiki wa chama chako wenyewe kuja hawatakuja. Kuna watu wataanza kupiga mbio siku ya mateso kwamba jamani munisamee juu ya yote niliyofanya, na hawatasikilizwa. Tufike mahala, nimesoma andiko hili, azibaye masikio asisikie kulia kwake mhitaji, na yeye kuna siku atalia hata sikiwa. Nimalize kwa andiko la Zaburi 82. Wape tu yote na maandiko yote haya. Wape tu yote, msiwakatie mapema. Sio akina Shuku type, sio kwa wapi. Na watu fulani tafuta tu ka clip fulani kenye utata ndo anarusha hapo. Alafu anaandika na thumbnail yenye utata. Naweza kaandika Eliudi hawa ni mchochezi. Yaani akiwa anataka watu waangalie tu. Na mtukana Mwakasege vibaya. Sema ujue ni Mungu wa watu huyo. Mstari wa 4. Zaburi 82 mstari wa 4 nasema, ndio, mwokoeni maskini na mhitaji. Naam. Mwopoeni mikononi mwa wadhalimu. Masikia hiyo? Mwokoeni maskini na mhitaji. Mwopoeni mikononi mwa wadhalimu. Mstari wa 6, kwa nini tumwokoe? Mstari wa 6 Zaburi 82 anasema, mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Kwa hiyo kuwa miungu kwa wana wa aliye juu, mwokoeni. Mwopoeni. Andiko ni kusomea, azibaye masikio katika Mithali, azibaye masikio asisikie kilio cha mhitaji au maskini, naye atalia asisikiwe na watu. Sisi ambao utajiita ni miungu, kazi yetu ni kumwokoa. Mwokoeni maskini na mhitaji. Mwopoeni mikononi mwa wadhalimu, sio mikononi mwa dhambi. Amina watu wa Mungu. Sio mikononi mwa dhambi, mikononi mwa wazurumaji, mikononi mwa waonezi. Mwokoe mikononi mwa waonezi. Sio waombeeni walioonewa, hapana. Kamwokoe physically, kwa sababu na wewe unachohitaji na ukisema ni mkono wa Mungu, na kihitaji kile kitakachoonekana kwenye macho haya. Mwokoeni mikononi mwa wadhalimu. Mungu atusaidie sana. Tuelewe sana haya. Jana nimegusia kwa habari ya kwa kuogopa kifo, tumekuwa katika hali ya